Habari gani Mwanakeo TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa, jina langu ni Diwakeo TV. Katibu wa NEC itikadi, uenezi na mafunzo ya Chama cha Mapinduzi CCM Kenan Kiongosi amewashambulia vikali wanasiasa wanaojiita makanjanja, akidai kuwa wanatumia Watanzania kwa kuomba michango huku familia zao zikiishi maisha ya anasa Ulaya. Kenan Kiongosi ametoa kauli hiyo wakati akiweka jiwe la msingi la mradi wa ujenzi wa fremu 252 za biashara mkoani Geita. Mradi unaogharimu shilingi bilioni 3. Kenan Kiongosi amewatahadharisha wananchi kuwa macho na wanasiasa wanaotumia mitandao ya kijamii kuchangisha fedha ambazo mara nyingi hutafunwa na kupotea kwenye mambo yasiyo na tija. Amesema ni jambo la kusikitisha kuona viongozi hao wanadai kuwa tone kutoka kwa wananchi wanyonge, wakati familia zao zinalipa na kufurahia maisha nje ya nchi. Hivyo amewataka Watanzania kutumia fedha zao kwa maendeleo ya familia zao badala ya kuwapa watu hao. Na nukuu maneno ya Kenan Kiongosi, anasema waje wajifunze kwa CCM. Sisi hatuombi michango, tunawekeza. Sisi hatuombi michango, tunawekeza sisi. Kenan Kiongosi amebainisha kuwa mradi huo wa fremu 252 unalenga kuimarisha uchumi wa chama cha wananchi wa Geita kwa ujumla bila ubaguzi wa kiitikadi. Amefafanua kuwa wapangaji wa fremu hizo watatoka vyama vyote vikiwemo Chadema, ACT Wazalendo, Kafu na Chauma. Mradi tu lengo liwe kukuza uchumi wa taifa. Uwekezaji huo wa CCM mkoani Geita unatajwa kama mfano wa siasa za kisasa zinazolenga kujitegemea kiuchumi badala ya kutegemea michango ya wananchi. Katibu huyo wa uenezi amehitimisha kwa kusema kuwa kipaumbele cha CCM ni kulinda maslahi ya nchi na kufanya kazi na watu wote, huku akisisitiza kuwa fedha za Watanzania zinapaswa kuelekezwa kwenye miradi inayoonekana na yenye faida. Una maoni gani kwa hichi ambacho amezungumza Kenan Kiongosi? Tafadhali shusha maoni yako katika sehemu ya comment section. Jina langu ni Diwakeo TV, tena wakati ujao katika masuala ya kisiasa. Bye bye.